Hi family, this is the Luck Mom here. Deblanchika is my name. I'm an ex-housemaid of Saudi Arabia. I create awareness on what happens in the Middle East. Sometimes I do help those domestic workers who are stuck in the Middle East. Maybe your agent has blocked you. You can just reach me out. They must unblock you and know about your well-being there. That's their responsibility. You've lost your loved one, you don't know where to start from, you can just reach me out. You have your missing kin, you have never communicated for so long, you don't know how to trust them. You can just reach me out. Together with the Luck Mom family, we can just help you the way forward. So I'm just doing this mshene a little bit because maybe it is going to help some of us. Yeah, it's good to create awareness and make this world a better place forever. Nobody deserves to suffer. Everybody deserves to survive in a conducive environment. So this is the story I have. This lady has just allowed me to share the story. Maybe it can help somebody somewhere. Inaweza fungua mtu masikio mwenye ako pale sahi, maybe ako kwa situation, what will improve on what they are going through. So this lady has worked in Saudi Arabia for 3 good years. She had worked in Saudi Arabia miaka 3, na mwaka wa pili akienda kumalizia akapatana na mchumba. Ni mchumba ama ni mpenzi, kwa mtandao tu wakaanza kuongea. So huyu jamaa akamwambia yeye jamaa ni Mkamba. Najua watu watasema niache ukabila, lakini I'm just mentioning him because nataka ajue information imefika kwa kila mtu. Akamwambia sasa yeye anaweza muona watoto wake. Huyu mama kuna watoto wawili. Wale watu wenye wanafanya kazi Gulf, this is for you. Maybe unaweza kuwa kwa hiyo situation sasa hizi kwa process na itakuletea maybe shida baadaye. Na kama umekuwa kwa shida kama hiyo, maybe you can tell us in the comment section also. So huyu mama bila alikuwa huko Saudi, huyu mzee alimwambia yeye hana bibi, anaweza muona watoto wake. Hakuna kitu kizuri watu furahianga wakisikia nitakuwa na watoto. So yeye alikuwa ameweka akili yake yote kwa huyu jamaa. So huyu jamaa akamwambia unaweza nisaidia niende Nairobi, at least jua uko kazi, tushirikiane, tunaanza biashara pamoja na mimi naweza kutafuta kazi tukishirikiana. Unajua huyu akili yake mapenzi nayo inakuanga kitu kingine tofauti sana, inakuanga kama pepo fulani. So ule msichana akasema kama huyu mtu amenipenda, wacha nimtumie nimrentishie nyumba. Jamaa akakuja vile huyo I know the lady will be watching the video na ataona kama nimedanganya na ataniambia tu like mama hapo ulidanganya. So huyo jamaa akamwambia ati amepata nyumba ya 20k. Ati Nairobi nyumba ni expensive. Ati nyumba yenye amepata hawezi kaa kwa mtaa hivi. Alimpeleka mtaa nzuri tu kiasi. Kuna hizi mtaa nzuri zinakuanga na nyumba ya 20k. Na imagine mshahara ya maid wa Saudi Arabia inakuanga 30k ama 28. Kwanza saa hizi vile rate imerudi chini. Except wakati ilifika 40k na 43 wakati dola ilipanda. But saa hizi imerudi tu kawaida. Imerudi 28, 29. So msichana amemlipia rent a whole year. So vile alimlipia mwaka mzima, wakawa wanaongea, wakawa wako sawa, hakuna kukosana hapo katikati. Sasa hadi msichana akamaliza contract, juu alimpata akienda kumalizia contract. Akaona sasa juu nimepata mpenzi, wacha ni renew hii contract na 1 year, at least nikirudi nyumbani upate kuna pesa. So hivyo ndio alifanya, akafanya miaka 3. So yeye akirudi nyumbani, ule jamaa alikuja akapata kazi. Alipata kibarua Nairobi, so at least hakuwa chini sana vile. So alimwambia tutakaa Nairobi, tutachukua watoto, yani vile walikuwa wamepanga. So huyo msichana akarudi. Tangu arudi amemaliza 5 months. Wamekaa na huyo jamaa Nairobi, lakini huyo jamaa haonyeshi dalili yoyote kuwa wanaendea watoto. Unajua pia saa zingine watu wakiwa Gulf, saa zingine unamisingi watoto wako, unamiss familia yako, lakini yeye vile alikuja tu aliingia kwa ule jamaa. Wamekaa 5 months. Sasa akasema haoni dalili ya huyo jamaa akimwambia tuendee watoto, tufanye nini.
So vile alikuwa anaongea na huyu jamaa, alikuwa anamwambia kwao ni wapi, na kweli hakumficha, alimwambia kwao nyumbani ni wapi, kila mahali. So vile alikuwa anaambia ule dem, na yeye alikuwa anashika tu hizo location. Akamwambia mpe namba ya mama yake. Saa zingine angekuwa anaongea na mama yake, but yeye hata kujua sasa alikuwa anamintroduce aje kwa mama yake by the way. So sijui kuna wamama wanashirikiana na vijana wao wazembe. So ninataka tu kuongelelea kuna wamama wengine na wao pia hata maybe saa zingine anajua kijana wake vizuri ameoa, lakini wanashirikiana tu na vijana wao wakule tu pesa za watu. Hiyo ndio naweza sema. Na tena ni wao wanaume wazembe. Mwanaume mzembe tu anategemea tu cha mwanamke. So huyu msichana akaona wacha juu ako na namba ya mama yake, akamconnect na mama yake wa nyumbani. So akaongea na mamake akamwambia nilikuja niko Nairobi, lakini tunataka kukujia tutachukua watoto, mimi nilishapata mume na saizi nakaa na mume wangu Nairobi. So yeye alikuwa amefika, akaambia tu mama yake enda, akampea direction, akamnunulia sukari, ambia enda mpaka mahali fulani usalimie huyu mama, umwambie kijana wake ameoa, tutakujia watoto. Yaani alikuwa anaona kama huyu demo aliona kama huyu jamaa anamchelewesha, so akaona anataka kuifanya kama surprise because hakumuonyesha dalili yote kama kuna ubaya mahali. Nancy Akinya anasema huyu ajui chenye ilimpeleka Saudi, wallahi mimi siwezi. Hii inaitwa mapenzi. So huyu mama yeye alijipanga akaenda kwa kina huyu Chali huyu mzee ajui kama huyu ameambia mama yake anaenda kwa mother in law. Yaani huyu msichana pia yeye aliona huyu jamaa ananichelewesha, na kama ananipenda na kweli tumekaa hii miezi 5, wacha mimi nitume mamangu aenda ajitambulishe, aseme iko hivi na hivi na hivi. Mama kaenda mpaka Ukambani vizuri, akakaribishwa. Na sana anauliza nini imekuleta? Akasema tu kijana wako ndiye akona msichana wangu mwenye alikuwa Saudi Arabia, wamejuana saa hii ni mwaka na nusu, kwa sababu tangu msichana wangu arudi miezi 5 anakaa Nairobi. Amekuja amenituma tu nikuje nikusalimie na nione vile mnaendelea, tujue tutapanga aje watoto wachukuliwe. My friends, akijitangaza hivyo, bibi ya huyo jamaa ndiye amewapikia chakula, ndiye amewapikia chai. Huyu ni jamaa kuna na bibi na watoto 3. Mama amejieleza. Hata sasa huyu bibi ya huyu jamaa akaanza sasa kupigana na mama, ni kama ni mama kuna bwana yake. So ikawa ni vita, sasa ni aibu tu. So huyu mama akapigia msichana wake simu akamwambia hii ilileta vita. Huyo ni bwana ya wenyewe, kuna watoto 3. So si unajua huyu amefura sasa anangoja sasa huyu jamaa amuattack, kwa sababu imagine 1 year. Frida Moses anasema Nancy Akinya exactly my dear. Ajui mimi hata kama ni bwanangu siwezi mlipia hata mwezi mmoja. Kama huwezi mlipia wewe hauna mapenzi. Huyu alikuwa ameingiwa na mapenzi. Na unajua kama alikuwa anamlipia pesa yote na huyu mama kuna watoto 2 nyumbani, kumaanisha alikuwa anapeana 20,000 na yeye anabaki na 7,800 anatuma nyumbani kwa watoto. Akili mtu wangu. Otiso Janet anasema mwanaume hawezi ona hata shilingi yangu. Anaweza ona noti. So kumaanisha huyu msichana alikuwa ameweka akili yake yote kwa huyu jamaa. Sasa bila alikuja akaanza alimpiga. Vile sasa alianza kumwataki, kombe umeoa, hata mama yangu yeye alikuwa anadhani ati ni surprise anapangia huyu jamaa, akajipatia surprise. Ule jamaa alimtandika akampokonya passport yake, akamuhangaisha. So she just reached me out, ni fani wangu. Akaniambia tu like mom, naweza onekana mjinga ndio, lakini I can save somebody somewhere. I know you have a platform. Inaweza saidia mtu mwingine. Sawa,
Na unaweza kuniconnect na mtu wa passport kweli, nichukue passport, niende tu nianza fresh, hata kama nitaenda Iraq, hata kama nitaenda Iran. Yaani ajui anzie wapi, kwa sababu sasa huyo jamaa enda na hiyo passport yake. Sasa ule jamaa ameolewa, kwa sababu sasa unajua lazima ufuate huyu mtu ameenda wapi. Sasa ule jamaa alienda akaolewa, sasa ameolewa sasa na sugar mami, ameolewa tu na sio mbali na hapo. Frida anasema wasichana pamoja na young moms, chanukeni, mwanaume sio ndugu yako. Hata ndugu yako anaweza kukuhangaisha, lakini ukianza safari unaenda Gulf, na si kwa ubaya. Most of the people huwa wanaenda Gulf, unapata umeachiwa watoto, ujui unaanzia wapi na una option nyingine. Unaona tu wenyewe kuna hii Saudi imekuja ni ya free. So unasema acha nijitume niende nitafutie watoto wangu. Ukifika tu katikati unasahau ulikuwa haukuwa na watoto, umepata mtoto wa wenyewe, kijana wa wenyewe, mzembe, anataka tu ashike simu hivi na kukufinyia. We mwenyewe unalala kwa choo. Watu wengi wanalala Saudi Arabia kwa choo. Yaani choo iko hapo hivyo na unawekewa kimat, unalala. Unalala hapo kwa choo, unafanya kazi 18 to 20 hours a day. A day unafanya, hakuna mtu anakuhurumia, unatukana, unatemewa mate. Hauna hata nafasi ya kunawa uso vizuri. Unatukana, unanuka kila siku, lakini unajikaza, then at the end of the month unachukua 20,000 unatumia tu mtu. Inaingia kwa mume, imeingia rent. Yaani huyo msichana alikuwa ananieleza mpaka ninasikia tu kama inaniumiza. Ilikuwa inaniumiza sana by the way. Yaani nilikuwa na feel vibaya sana because huyu ni mtu alikuwa ameweka akili yake. Unajua sasa ilifika mahali akasahau watoto wake, akaanza kulea mtoto mkubwa. Huyu mtoto mkubwa akidhani ni binadamu, kumbe alikuwa anasaidia huyu mtoto mkubwa na watoto wake wenye wako nyumbani juu. Kama alikuwa anamtumia hiyo 20,000, nikiwaonyesha messages hivi mtashtuka. Kama alikuwa anamtumia hiyo 20,000 hivi, alafu yeye ni kama huyu mwanaume alikuwa anagawa, anatumia bibi yake 10k na yeye anabaki na 10k juu. Yeye sasa Nairobi City anafanya kazi. Watu wanaume wengi wanatumia hawa wamama wa Gulf. Wanatumia hawa mama wa Gulf kama source of income. Joyce Imenza anasema hello dear, but before you spend money all those things on a man, chunguza kwanza mtu. Can you spend more time to know him? Watu ni wakora sana. They think they are desperate here in Gulf. Mieri nisaidie mamangu home ananingojea, mtoi zingine ni save, mtoi asome. We go through a lot in Gulf. True. People go through a lot in Gulf. Na tena kuna wale watu wenye wako Gulf na mtu juu utasave aje. Sometimes ukituma pesa nyumbani kidogo kidogo, after one day wameshakupigia imeisha. Sijui sukari tena imeisha. Watu waanza kufundisha wazazi wao kuwa watu wa Gulf wanalipwa pesa mara moja kwa mwezi. So ni wao waseme kitu wanataka. You can just record down what they want. Kama ni sukari wanataka, kama utawanunulia sukari gunia moja, uweke tu hapo ujue itaenda muda. Kama ni rice utawanunulia ya mwezi moja. Yaani ununue chakula kama ni chakula ya mtoto. Juu watu wa Gulf wanalisha mpaka villagers. Watu wa Gulf ulisha mpaka villagers. Hiyo naongea tu through experience. Mimi yangu nilikuwa nalisha tu villagers. Watoto wangu ni wawili wadogo, lakini ninanunua chakula mingi yenye watu wengi watakula, kwa sababu pia na wao wako sawa. Huo uko comfortable. So at least usave kitu kidogo. Kushinda upate hii nyang'awi kuje hapa hivi inakudanganya, iko kwa kona inafinya simu na si ati ni wewe peke yake yako nayo. Ako na wasichana wengi wa Gulf. Ameshaingia TikTok, anajua huyu ako Saudi Arabia. Most of the time watu huvaa uniform. Sio kila mtu, ni wachache wavaa uniform. So mtu anajua made in Qatar, made in Dubai. Ameshaingia, anaingia kwa inbox ya mtu. Akiona vile unalialia na tushida tuako pale TikTok, anakuja kwa inbox yako, anajua hii ni source of income. That is how they have been earning by the way. Jenny Mburu anasema wasichana sijui shida yao ni nini na hii pesa. Vile tunachokea, wanatoa wapi nguvu ya kupatia pesa, ama ni mwili na wasumbua? Jenny anauliza vizuri sana. Alfajiri Mzalendo anasema kwani hamsikii kuna wanaume wanatumia juju kuitisha wanawake wa Gulf hadi wakaomoka
Kuna jamaa fulani aliconfess kwa radio station, sitaki kutaja majina, but waliokoka. Guy, kwani ni juju? Me, I don't believe in juju. Me, I know. Me hakuna siku nimaiamini kama kuna juju inafanya kazi. That is according to me. Because if you believe in God, hakuna juju itakufikia. Ni utumie akili tu. Ni akili tu tunakuwa nayo ndogo. Dia ukimaliza mchele kuuza, sina namba yako, nichukulie mample. Dia maliza mchele kuuza, sina namba yako. No, sijamaliza. By the way, you guys, you need to promote me, and we have mentioned too, nilikuwa nimemention mchele. My number is 07. Wacha niandike hapa hivi. Mchele, ni promote mchele. By the way, mchele yangu kama umechukua is the best. Grade 1. Grade 1 hiyo ya TZ kuna harufu tamu, aroma. Kama unapenda na hiyo ya kuachana achana. Anyway, let me leave my number, and tuko na new stock size. Sai bei sio juu vile watu walikuwa nasema. Ile dola ilifanya bei kaenda juu, but size ni kawaida. Let me leave my number here. You can order rice if you want. I'll just deliver you, just free delivery countrywide. Let me leave my number here first. Nikishaona customer ninafurahia tu. 0727846930. 0727846930. Mchele inachukua 1 day kufika. Hata kama uko Mombasa, hata kama uko Nairobi, is just 1 day. Watu wa Bumala tumefika, Busia tumefika, Kisumu. Watu wa Cheptais, Bungoma, Kitale tunafika, Eldoret hapo sasa. So thank you. At least I'm going to get a customer from here. Felistas anasema I can't try in my life. Jenny Mburu anasema wakati shida inawagonga Kenya, kwani hao wanaume walikuwa wapi? Ndio nashindwa. By the shida inakugonga, ukienda kupata hizo reals kidogo hivi, unaona kama umeshakuwa songo. So unapata midomo mingi. 30 kg ni how much thicker? Size 10 kg ni tutaongea. 30 kg haitakuwa pesa mingi. Wacha tutaongea tu after the show. Jen, tuko pamoja. Just text my WhatsApp number, we talk. 10 kg size imerudi ni 2300. But sasa ukinunua 30 kg pamoja, lazima ikiwa ninakuweka kwa mfuko moja, lazima nitakupunguzia bei. Hiyo 30 kg ikiwa kwa mfuko moja. Lakini saa zile ninaweka mfuko kando kando, kuna cost ya mfuko. So usijali, tutaongea. By the way, watu wenye nataka kuambia tu hiyo siri ya mchele. Ukitaka mchele kama unataka 20 kg, usinunue 10. Ununue 20 pamoja. Ikiweka kwa mfuko moja, bei inakuwa kidogo. Ikiweka kwa mfuko mbili, inaenda constant. So tuko pamoja hapo. Okay, je, nitakuongelesha. So nataka kuambia huyo msichana alinyang'anywa passport, sasa saizi ana process. Alikuwa ananiambia like mom, mimi nataka ni process, nimekosea mama yangu. Na kweli mama yake, unajua sisi ndio tunaikanga wazazi wetu kwa aibu. Unajua huyo msichana amekuwa kuagiza na huyo jamaa, wamekaa na yeye 5 months. Wamekaa na yeye 5 months by the way. Huyo jamaa alikuwa anakaa Doni. Na by the way anaweza watch hii video. Alikuwa anakaa Don home. Anaweza kuwa na watch hii video, maybe itampata. Maybe yule msichana atajaribu vile ataweza amrushie huo mkamba kidogo angalia. Ni mkamba tu mmoja, sio wakamba wote. Alikuwa tu ni mwanaume mkamba. Na anajua hata bibi yake ataona hii video. Ajue tu namuongelelea tu. Na anajua hata bila aliingia kwa ule sugar mami. Huyo sugar mami bado ataona hii video. Najua tu hakuna kitu inakuanga kuagiza. Ile tu yani huyo msichana alikuwa ananieleza mpaka ninamhurumia tu. Nikasema hapana, I'll just share with the Luck Mom family. I know tukishare hizi vitu zitasaidia watu wengine. Uko pale Gulf, umehangaika, Mwarabu anakupiga, umefura miguu, huwezi tembea, but you are forced to work. Hata pesa yako unaombea shida ndio itoshe, alafu utumie mwanaume mwenye ako na familia yake. Nahitaji maombi watu wenye tunafanya kazi Gulf. We need prayers. We need prayers na tutumie akili. Tutumie akili na tuombe sana, because sasa umesikia kama huyo mwenzetu amesema kuna watu wanatumia juju. Yaani mtu ana nguvu ya kwenda kufanya kazi, but akona nguvu ya kwenda kwa mganga. Ndiye atemu wasichana wa Gulf.
Na tena kuna hii mambo na juju, kuna pia watu wako Gulf wanaamini juju sana. Mtu anakuambia bosi wako anakutesa, naweza kukuendea kwa mganga fulani hapo harekebishe. Na hivyo ndio wengine wanakoniwa. Wakishakoniwa utapata kwa inbox yangu wakisema like mom, akiona nilitumia huyu jamaa 80,000. 80,000 ya kwenda kwa mganga uende kuroga mtu mwenye anakulipa. Sometimes watu wanatumia mbinu zote ili wanyonye watu pesa. It is not making sense. Let's stand together as ladies. Tujue tu hizi vitu zinafanyika na zinaweza tuangaisha. I know this lady the moment atapata passport because amesema hawezi enda nyumbani mkono tupu. Kumaanisha the 3 years she has been working imeenda west. So anasema hawezi enda mikono tupu, hata hataki kuona mama yake one on one because ana feel kama amemlet down. Hata watoto wake tangu arudi hajawaona. Na hata ana formula ya kwenda kuwaona. So hako tu kwa marafiki zake. Unajua ukishapatwa na shida saa zingine ukipata hata huyo rafiki mmoja mwenye atakuaccommodate. Sio rahisi, lakini tu ni vile tu sasa kama mimi ningekuwa bado ningemwaccommodate tu, lakini at least hii story yake itafungua watu macho. Kama wewe unalipia mwanaume rent na wewe unalalanga hapo nje kwa hiyo nyumba ya nje hapo kwa Mwarabu, haina hata kufuli. You are just sacrificing a lot for the wrong person. Why do you sacrifice a lot kwa sababu ya mtu mwenye hawezi kusaidia? Why are you forgetting your children wenye wanahangaika na mbona unahangaika? Mama yako anahangaika na watoto, sister yako anahangaika na watoto, brother yako anahangaika na watoto. Unalisha mwanaume mwenye amezeeka kwa above 30. Na hata akiwa 18, huyo ni mwanaume wa kujitafutia, wanaume wajitume. We need to be there for one another ladies wenye mko Gulf. Ukisikia vile huyo mwanadada anaongea na vile alikuwa anatuma hizo messages, vile alinitumia hizo screenshots, nilikuwa nasikia kulia. Nikasema kumbe unaanza fikiria uko kwa light, kumbe uko kwa giza. Let's be there for one another my sisters. Wanaume wajitume. Wanaume wajitume. Hata kuna kazi Gulf wanaume wanafanya mjengo Gulf. Watu watafute passport, yani unalisha mtu for 1 year. Hiyo ni miezi 12 times 20,000 Kenyan money. Najua rate ilimfavor wakati dola ilipanda. So wakati zilikuwa 43, at least alikuwa anapeana 20, anabaki na 23. Lakini kama saa hizi rate ni 28k, unapeana 20, unabaki na 8. Na huyu mtu hata umjui. Ni mtu kwa mtandao tu alikuja hivi akakuingia kwa inbox akikwambia, "Oh, nimeona uko na watoto 2. Naweza kuwalea." Wanaume wengi ni mdomo tu wako nayo. Mtu anaona uko na watoto wako, ana imagine anaweza walea. Anaanza kuimagine vile anaweza walea. Na hawezi. Kumbe anataka kuibia aenda leo wake. So najua huyu mwanamke alipata nguvu ya kupiga mama ya huyu msichana kwa sababu ajua hata msichana wake ndiye amekuwa akiwalisha. Inaudhi sana but hiyo ndio maisha. Let's be there for one another no matter what. Watu wenye wako Gulf, watu wanatumia watu wa Gulf vibaya sana. Na sijui kama Saudi Arabia ndio watu wanalipwa pesa mingi kushinda other countries. Ama countries zingine watu hawaongei. Ni kama Saudi Arabia watu wanalipwa pesa mingi kushinda. Because watu they are targeting Saudi ladies. Ama Saudi Arabia ndio wana akili. Ama what is that? Yani unasikia tu mtu anakutarget tu, anajua tu ukienda Saudi Arabia kitu umekosa tu ni bwana. So they just check on your weak point. If you didn't manage to watch the video, let me leave the link here. You can just check out the video. Maybe kuna vitu zingine sijashare, but you can get them on my YouTube channel, The Lucky Mom Deborah Nyanchoka. And this page we just we encourage positive vibes. If you are willing, you want to help people, kama unaona mtu ako na shida, we just share it out. We help one another, and also we do morning devotion every weekday from Monday to Friday.
Kama wewe unasikia uko na nguvu, unaweza amka saa 11, we can pray together between 5 and 6 am East African time. Let's apart from hizi vitu tunafanya, we also need God in our lives. Awe anatuongoza. So guys, I just want to thank you so much. I've shared my number. Wale wanataka mchele, you can just send me WhatsApp. We do business together. Ukitaka kuanza biashara, you can also reach me out. Hizi za mchele tu, sio biashara zingine. So thank you so much. See you in the next show.